Serikali inatoa majibu ya swali hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, mwezi Septemba mwaka 2023, serikali kupitia Jeshi la Polisi iligawa gari moja jipya lenye namba za usajili PT 4851 Toyota Land Cruiser Pickup kwa wilaya ya Malinyi, hivyo kufanya wilaya hiyo kuwa na magari mawili ya polisi yanayofanya kazi. Serikali inaendelea kutenga fedha toka kwenye bajeti yake kila mwaka wa fedha kwa ajili ya ununuzi wa vitendea kazi mbalimbali yakiwemo magari na kuyagawa kwenye mikoa na wilaya zote hapa nchini. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Antipas. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majawabu ya serikali, lakini kwa ukubwa wa wilaya ya Malinyi uhitaji walau magari matatu kwa uchache sana. Lakini magari mawili ambayo ameyataja Mheshimiwa Waziri, moja halipo kwenye hali nzuri. Je, serikali iko tayari kutuongezea gari muda wote mwaka huu? Hilo la kwanza. Lakini ya pili, shukrani kwa Mheshimiwa Waziri na kamanda IGP kwa kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi kwa maana cha OCD katika eneo la Kipingo. Asante sana, nasubiri majibu ya swali la kwanza. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Antipas Mgungusi kwa jitihada nzuri anazozifanya maendeleo kwa ajili ya jimbo lake la Malinyi, lakini pamoja na jitihada hizi amekuwa akifuatilia masuala ya vitendea kazi kwa upande wa Jeshi la Polisi jimboni kwake. Kuhusu swali lake la gari nyingine kwa ajili ya kuimarisha usalama kule Malinyi, naomba ni muahidi Mheshimiwa Antipasi tutaongeza gari lingine kwenye miezi ijayo, gari la OCCID ili kwenda kuimarisha ulinzi kwenye jimbo lake. Na Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitumie nafasi hii kuambia waheshimiwa wabunge kuna magari ya OCCID wapelelezi wa wilaya kufika mwezi Agosti, Mungu akijalia, tunapanga kuyasambaza nchi nzima kila wilaya ili kuimarisha ulinzi na usalama. Na nitumie nafasi hii kuhakikishia Watanzania tumejipanga ipasavyo kuhakikisha uchaguzi mwaka huu unafanyika kwa amani na usalama, na tumejipanga kivitendea kazi pamoja na utimamu wa Jeshi la Polisi na vyombo vingine kuhakikisha kila atakayepanga kufanya fujo anashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Almasi. Nakushukuru sana Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, namuuliza Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani. Katika kijiji cha Ishimulwa kata ya Bukumbi, mbunge na wananchi tumejenga kituo kizuri cha kisasa, lakini hatuna usafiri. Tunaomba tufikirie gari au pikipiki. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Almasi kama ifuatavyo. Kama ambavyo nimesema, kwanza kwa wilaya za kipolisi ambazo zilikuwa zijapata magari ya awamu ya kwanza, hivi sasa tayari tumeshapeleka magari mapya Land Cruiser kwenye wilaya zote za kipolisi likiwemo wilaya za mkoa wa Tabora. Kwa hiyo kama gari haijafika, Mheshimiwa Almasi, naomba nikuhakikishie mpango huu, kama mlikuwa hamjapata gari ya awamu ya kwanza, awamu ya pili tumeshapeleka magari. Nitacheki kama halijafika basi nihakikishe linafika, lakini vile vile hata kwenye mpango wa OCCID nchi nzima kupata magari Land Cruiser mapya kufika Agosti, pia na hili tutalizingatia. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Amar. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kuwa wilaya Nyang'hwale pamekuwa na mwingiliano wa watu wengi kwa ajili ya kuja kuchimba madini na tuna ofisi ya uhamiaji pale na wako wawili hawana hata gari. Je, serikali iko tayari kutuongezea watumishi wa uhamiaji pamoja na kutupatia gari la ofisi? Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Amar kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa ufuatiliaji na nimhakikishie hivi ninavyozungumza chuo cha idara ya uhamiaji tunao vijana wako kwenye mafunzo, watakapotoka tutahakikisha tunapeleka maafisa kwa ajili ya kuimarisha huduma za idara ya uhamiaji kule Nyang'hwale. Mheshimiwa Kunti.
Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Spika, kituo cha polisi wilaya ya Chemba kinakabiliana na changamoto kubwa ya thamani za ofisi. Kituo kimekamilika, kina zaidi ya miezi 8, lakini wanashindwa kuhamia kwa sababu tu ya ukosefu wa thamani za ofisi. Serikali, mna mkakati gani wa dharura wa kuwapatia watu wetu hawa, viongozi wetu, thamani za ofisi ili waweze kulitumia lile jengo lao jipya? Sasa swali la msingi liko magari, wewe unaleta majengo. Mheshimiwa Waziri, mjibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesikia hoja ya Mheshimiwa Kunti, naomba niichukue, tutaifanyia kazi. Sasa Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Kanyasu kwa niaba ya Mheshimiwa Amar. Swali la mbunge linauliza, je, serikali haioni haja ya kukifufua kiwanda cha pamba na mafuta Kasamwa kwa kuwa hivi karibuni nchi ilikabiliwa na uhaba wa mafuta? Mheshimiwa Exaudi Kigahe ni naibu waziri wa wizara hiyo na anaenda kutoa majibu ya serikali. Serikali kupitia bodi ya pamba TCB mwaka 2020 ilifanya tathmini juu ya hali ya viwanda vya kuchambua pamba nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, tathmini hiyo iliwezesha chama cha ushirika cha Geita kufanya maamuzi ya kufufua kiwanda cha kuchambua pamba cha Kasamwa kupitia mkutano wao wa tarehe 27 Machi 2025 kwa kuamua kukopa fedha katika benki ya Azania, mkopo wa kiasi cha shilingi bilioni 8.68, na chama kimepanga kuanza kiwanda cha kuchambua pamba na kiwanda cha kukamua mafuta kitafuata baada ya hapo. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Amar. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, kwa sababu kiwanda kile kilikuwa kikitoa ajira kwa vijana wetu na upatikanaji wa mafuta kwa gharama nafuu, je, kiwanda hiki kitaanza lini matengenezo na kuanza kufanya kazi? Swali la pili, je, serikali, kwa sababu wilaya Nyang'hwale ni wakulima wazuri wa pamba, serikali ina mpango gani wa kutafuta wawekezaji ili tuweze kujengewa na si kiwanda cha kuchambua pamba na kukamua mafuta wilaya Nyang'hwale? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nipongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa maswali yake, lakini ufuatiliaji kuhusiana na viwanda hasa kwenye wilaya ya Nyang'hwale na jimboni kwake. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyosema, serikali tutavifufua viwanda karibu vyote vilivyo binafsishwa na vilivyokufa, na hasa kwenye sekta hii ya pamba kupitia ushirika. Na vyama vya ushirika tayari tumeshafanya tathmini, na ndio maana tumewasaidia ili waweze kupata mikopo hii kwenye benki zetu za kilimo, lakini na hizi za uwekezaji ikiwemo hii ya Azania. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba si tu kiwanda hiki cha Kasamwa, lakini pia na viwanda vingine ambavyo vilikuwa vimefungwa tunataka vifufuliwe vyote. Kwanza, kama nilivyosema, kwa kuchambua pamba, lakini pili, mbegu zitakazopatikana kwenye kuchambulia pamba ndio zitakazopeleka kuzalisha mafuta katika viwanda hivyo. Kwa hiyo na viwanda hivi vingine vitafuata, lakini hasa kwenye wilaya yake ya Nyang'hwale, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea na utaratibu huu kuwasaidia, lakini kuhamasisha zaidi wakulima, kwa sababu changamoto tulionayo Mheshimiwa Naibu Spika ni upatikanaji wa malighafi kwa ajili ya viwanda hivi. Kwa hiyo niwahakikishie wana Nyang'hwale na Mheshimiwa mbunge kwamba Wizara ya Kilimo wamepanga kuongeza uzalishaji wa mbegu ili mbegu hizo zitumike kwenye viwanda hivi kuzalisha mafuta ya kula. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Mandus. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali imefikia hatua gani kuhusu kufufua kiwanda cha kubangua korosho na kiwanda cha kuzalisha mafuta ya kula vilivyoko katika jimbo langu la Nachingwea? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Pia nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Mandus kwa ufuatiliaji kuhusiana na viwanda vya korosho. Mheshimiwa Naibu Spika, sote tunajua serikali tegemea sana zao la korosho kuliingizia mapato serikali, lakini pia na wananchi kwa maana wakulima, na hasa kwenye mikoa ya kusini ikiwemo kule Nachingwea. Mheshimiwa Naibu Spika, viwanda hivi vya korosho na kile cha mafuta cha Ilulu ni moja ya viwanda ambavyo vilikuwa vimebinafsishwa, lakini kwa sababu vilikuwa vifanyi kazi vizuri, serikali ilivirejesha serikalini na kuviweka kwenye utaratibu wa usimamizi chini ya mamlaka ya uwekezaji na mauzo nje EPZ. Sasa tayari tumeshapata wawekezaji chini ya utaratibu huo. Kile cha kubangua korosho
tuna mwekezaji mmoja ANH Anraka Limited ambao wako chini ya EPZA, lakini kile kiwanda cha mafuta Ilulu nako pia tuna mwekezaji mwingine mpya ambaye ameingia mkataba na EPZ ambaye anaitwa MCL Agro Company Limited, nao hawa wanakwenda kuzalisha mafuta kupitia kukamua ufuta na karanga na mbegu zingine. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kuvifanyia kazi kuvutia uwekezaji katika viwanda vya korosho mikoa ya kusini ikiwemo na Chingwea, ili tuhakikishe tunaongeza thamani badala ya kuuza malighafi hasa korosho ambayo tunategemea sana kama zao la biashara. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Dr. Palanjo. Dr. Palanjo. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa nafasi hii. Tunatambua kwamba serikali iko kwenye mpango wa kufufua zao la pareto Kisimiri Juu ambako lilikuwa linalimwa kwa wingi miaka 60 na 70. Sasa je, ni upi mpango wa serikali kufufua kiwanda cha pareto kwa ajili ya kuchakata hilo zao, lakini pia kuhakikisha kwamba kunakuwa na soko na vijana wanapata ajira? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge Dr. Palanjo kwa ufuatiliaji kwenye sekta ya kilimo pia na hasa mahususi kwenye sekta ya pareto. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli zao hili miaka 70 ilikuwa ni zao muhimu sana kwa ajili ya kuingizia kipato kwenye sekta ya kilimo, na si tu kwake kule, lakini pia na mikoa ya Iringa na Mbeya na maeneo yote ambayo yanalima pareto. Serikali imeshaanza kufanya juhudi kubwa za kufufua viwanda hivi, ikiwemo kile kiwanda cha pareto pale Mafinga ambacho nacho kinazalisha, lakini bado hakipati malighafi ya kutosha, lakini pia na kwake kule ambako tukishapata malighafi ya kutosha kwa maana pareto ikilimwa kwa wingi, tutahakikisha tunahamasisha wawekezaji ili waweze kuwekeza kwenye jimbo lake pale, lakini tayari tuna wengine ambao wamewekeza kule Mbeya kwa maana ya kuchakata kuongeza thamani pareto na wanapeleka hata nje. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutafanya kazi na hasa niwahakikishie wakulima kama watalima pareto ya kutosha ili viwanda hivi viweze kupata malighafi ya kuweza kuchakata kwenye jimbo lake na maeneo mengine. Mheshimiwa Wizara ya Afya, Mheshimiwa Sekiboko. Naam, swali la mbunge linauliza, je, kipi chanzo mahususi cha fedha za kugharamia huduma ya afya kwa mama mjamzito na mtoto chini ya miaka 5? Swali hili linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Godwin Mollel. Swali lake namba 376 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa vyanzo mahususi vya ugharimiaji wa huduma za afya kwa wakina mama wajawazito na watoto wenye umri chini ya miaka 5 ni kupitia fedha za ndani pamoja na wadau wa maendeleo wanaochangia bajeti ya serikali. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Shangazi. Mheshimiwa Spika, asante kwa Naibu Spika, asante. Nashukuru kwa majibu ya serikali, lakini kwa kuwa serikali kupitia sera ya afya ina utaratibu wa kuanzisha mifuko mahususi kwa ajili ya kusaidia haswa katika maeneo haya ambayo yana uhitaji mkubwa, kwa mfano hili la mama mjamzito pamoja na watoto chini ya miaka 5. Serikali haioni sasa ikaleta utaratibu wa kutengeneza mfuko mahususi ambao utabeba jukumu hili? Mheshimiwa Waziri. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Shangazi kwa swali lake hili la msingi, hasa kwenye eneo hili ambalo kidogo utekelezaji wake unahitaji umakini wa hali ya juu. Wazo lake tunalichukua na kwenda kulifanyia kazi kama ambavyo amelipendekeza. Tuone ni namna gani tunaweza tukashirikiana na wadau mbalimbali na kuunda huo mfumo. Mheshimiwa Gekul. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa nafasi. Mheshimiwa Naibu Waziri, ni vifaa vipi, vifaa tiba vipi au dawa zipi mama mjamzito aliyejifungua kwa operation anapaswa kulipia? Maana sasa wanachajiwa, ni zipi hasa ambazo wanapaswa kulipia? Mheshimiwa Waziri. Kulingana na sera ya afya,
hakuna mama mjamzito anatakiwa kupata huduma zote bure, lakini kama ambavyo nimekwisha kusema hapa bungeni, kwa sababu ya changamoto mbalimbali imewezekana kuwalipia bure asilimia 65 ya kina mama, lakini 35 wamekuwa wakipata changamoto mbalimbali kutokana na masuala ya kibajeti, lakini pia na uzembe wa utendaji katika maeneo husika. Kwa hiyo nadhani sio kwamba la kusema specific hiki na hiki kinatakiwa kilipiwe, hiki hakitakiwi kulipie. Mama mjamzito kulingana na sera anatakiwa kupata huduma, na tukishirikiana na hospitali zetu pamoja na serikali za maeneo husika, kwa maana ya wilaya husika au mkoa husika, tunaweza tukapunguza hili tatizo kwa pamoja. Mheshimiwa Salma Kikwete. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Huduma ya afya kwa mama mjamzito na watoto ni jambo muhimu na ni jambo la msingi katika kunusuru changamoto zinazojitokeza kwa watoto hawa na mama yao. Sasa, je, ni lini serikali itatupatia fedha ili kuweza kujenga kituo cha afya kule Nangaru ili mama mjamzito na watoto hawa waweze kupata huduma hizo? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge mama yetu Salma Kikwete, moja kwa kazi kubwa sana wakati akiwa first lady aliyoifanya kwenye eneo la mama la mtoto wa kike. Amefanya kazi kubwa sana, lakini kwa kazi kubwa anayoendelea kuifanya kwenye jimbo lake, nimwambie tu nikitoka hapo tutafanya mawasiliano na DMO wake na uongozi wa wilaya ili tuweze kujua wameweka nini kwenye mpango, kwa kushirikiana pamoja na TAMISEMI tuweke mkakati wa pamoja wa kuhakikisha hicho kituo kinaenda kujengwa na bajeti ya mwaka ujao. Mheshimiwa, tuendelee Wizara ya Mawasiliano. Mheshimiwa Sanga. Swali linauliza, je, lini serikali itafikia makubaliano na makampuni yanayotoa huduma ya internet kwa satellite duniani kutoa huduma hapa nchini? Swali hili linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Mary Priska Mahundi. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kutoa huduma ya internet hapa nchini kwa kutumia satellite, kampuni inahitaji kuwa na leseni ya kutoa huduma hiyo kutoka Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Hadi sasa TCRA imetoa leseni kwa mtoa huduma mmoja wa satellite, Connect Broadband Tanzania Limited, ambaye alipewa leseni mwaka 2021 baada ya kukidhi vigezo vyote vinavyohitajika kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, maombi ya watoa huduma wote yamekuwa yanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni, na pindi yanapokidhi vigezo wanapewa leseni. Aidha, utaratibu mzima wa upatikanaji wa leseni, aina ya leseni pamoja na masharti ya leseni, vyote hivyo vinapatikana katika tovuti kwa maana website ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Mheshimiwa Naibu Spika, TCRA inakaribisha na inaendelea kupokea maombi kutoka kwa kampuni mbalimbali zenye sifa ya kutoa huduma za satellite kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazosimamia sekta ya mawasiliano hapa nchini. Mheshimiwa Sanga. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, Mheshimiwa Waziri, utakubaliana na mimi kwamba sio maeneo yote ya nchi hii network inashika. Naweza nikasafiri kutoka Dodoma hadi nafika Makete, kuna maeneo mengi network haishiki. Lakini hiyo ni pamoja na maeneo mengine ya nchi. Sasa ipi ni kauli ya serikali? Na moja kati ya maelekezo ya Rais ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2023 ilikuwa si muhimu kuendelea kujenga minara kwenye nchi nzima. Sasa tuende kwenye satellite. Ipi kauli ya serikali kuwa na satellite yake kwenye swala la internet kwenye taifa letu la Tanzania? Mheshimiwa Naibu Spika, swali lingine. Internet inakuja na mambo mema na inakuja na mambo mabaya. Siku ya jana Mheshimiwa Sanga, subiri. Mheshimiwa Bunge, naomba utulivu. Waheshimiwa wabunge, tunaomba utulivu ndani ya Bunge. Swali la pili Mheshimiwa Naibu Spika,
Internet inakuja na mambo mema na mambo mabaya. Siku ya jana na siku ya leo tumeona peji rasmi za taasisi mbalimbali za serikali zimekuwa zikipata mtikisiko. Sasa kwa nafasi hii ya swali hili, ni ipi kauli ya Wizara ya Mawasiliano kwa Watanzania kuelekea tukio hili ambalo limekuwa likichafua taasisi na viongozi wetu wa serikali kwa kipindi hiki? Ni ipi kauli ya serikali? Mheshimiwa Waziri, swali la pili kwa kwenye uchunguzi, usilijibu. Jibu la kwanza. Waziri, una majibu? Mheshimiwa Waziri, una majibu? Sawa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza naomba nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri aliyoyatoa, na naomba kwa ruhusa yako nimjibu Mheshimiwa Sanga kama ifuatavyo. Moja, ni dhahiri Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatoa maelekezo ya nchi yetu kurusha satellite yake, na kwenye hotuba yangu ya bajeti hapa wiki iliyopita nilielezea ziko hatua tumeanza kuzichukua, ikiwemo kuanza mchakato wa uridhiaji wa mikataba miwili: mkataba wa sheria za kanuni za nchi za utafiti wa anga ya juu wa mwaka 1967, lakini na mkataba unaosimamia usajili wa vyombo vya anga za juu wa mwaka 1975. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa, na niwahakikishie bunge lako kwamba nchi yetu itarusha satellite yake yenyewe kusaidia mawasiliano, ikiwemo mawasiliano ya internet. Lakini jambo la pili ni swala la usalama wa mitandao yetu na mifumo yake. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kulithibitishia bunge lako kwamba serikali kupitia TCRA inasimamia usalama wa mifumo yetu na mifumo yetu ipo salama salmin. Siku ya jana peji za mitandao ya kijamii chache 2 za taasisi za serikali zilipata kuingiliwa. Na tunaposema akaunti ya mtandao wa kijamii sio mfumo pasee wa tehama wa taasisi ya serikali. Ni akaunti ambayo hata mimi na wewe tunayo, ni akaunti ambazo taasisi hizi kupitia maafisa wake wengine wa ngazi za chini wanaweza kutumia hata simu ya mkononi kulogin kwa ajili ya kufanya habari mbalimbali za taasisi. Kwa zile taratibu zao za kiusalama zilikuwa si thabiti na ikasababisha kuweza kuingiliwa. Mitandao hiyo ama akaunti hizo zimesharejeshwa, na wizara yangu na taasisi za serikali zinaendelea kufanya kazi kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali kuhakikisha akaunti za mitandao ya kijamii ziko salama, lakini mifumo yetu yote iko salama, na serikali itaendelea kusimamia jambo hili kwa kuhakikisha nchi yetu endelea kuwa salama. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Asante. Mheshimiwa